Unajua kuongoza sio mambo rahisi, lakini pia kunakuwa kama kitume kwa kuongoza. Tulifika kwenye wilaya ya Nyiragongo ama mtaa wa Nyiragongo, ulikuwa mtaa wenye shida sana. Shida za kwanza, unajua Nyiragongo ilikuwa na wazalendo wengi, FDLR, pia jeshi nyingi ya FARDC zilikuwa na maposition zao hapa. Na wakati jeshi yetu la ARC ilifaulu kuwatimua Nyiragongo, wakatuteua kuwa administrator wa mtaa huu. Bado wajamazi walikuwa wakiwa karibu, unajua tunagusa pia mbuga la wanyama. Lakini tuliweza kusisimiza na kuwahimiza wakaaji ili waweze kusikia umuhimu ya mabadiliko, umuhimu ya kukua mtu mmoja, na tuliweza kufaulu. Nawaza 80% tulifaulu kusikilizisha wakaaji kama ni sherti inchi ibadilike. Na kwa hiyo tunajivunia leo usalama ambao huko ni matunda ya usujaa ya viongozi, kuanzia huko kwa nyumba 10, kwa notable, kwa chef de localité, kwa chef de groupement, mwami na mimi pia, tukisaidiwa sana na jeshi letu la ARC, police na pia local defense. Tumeweza kabisa. Leo mtu anaweza toka Munigi kwa miguu anafika Rusayo. Leo mtu anaweza toka Kibumba anafika Goma. Leo hawaone sura ya mtu, haone tu ni Mtusi, huyu ni Mnande, huyu ni Muhutu, huyu ni Mkumu. Sisi wote ni wakaaji wa Nyiragongo wa mtaa moja, tukijivunia umoja hii, upendo huu, ile mambo ya Buene, mambo ya Muja, mambo ya Rusayo, mambo ya Kibumba, mambo ya wafugaji na walimaji, tumeweza kulitia fasi moja. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, tumekuta mtaa kwenye administration kulikuwa désordre exagéré. Nous avons pu faire, tuliweza kufanya administration ya Nyiragongo inyoroke. Administrateur wa mtaa yuko hapo, cha mwami, cha chef de groupement, cha chef de localité, cha chef de village, kisha wa notable, kisha wa nyumba kuu. Na tumeweza kufaulu kutia kila watu wafanye mikutano ya usalama. Nyumba 10 ana siku yake, notable ana siku yake, chef de village ana siku yake, chef de groupement wana masiku zao, mwami pia na mimi pia. Tumeweza kufanya miradi mbalimbali ya maendeleo, ijapokuwa tulikuwa hatuna uwezo wa kipesa. Tuliweza kuhimiza pale Kihisi kusudi watu wakuwe na parkingi nzuri. Tuliweza kupana misaada tofauti. Mungu anasema ukipana si sherti mkono wa kushoto ufahamu. Kama mkono wa kuume unapana, si vizuri kushoto ufahamu. Lakini tumejikaza. Wewe kunaona Kibumba miradi imefanyika, kuna mapano solaire, ukifika wapi tuna miradi tofauti. Tumejenga vilalo kwa Salongo, tumekarabati mabarabara, yengine mwami tunasaidiana kwa kumwanga michanga ili watu wagundue kabisa kama mabadiliko ya kweli yamefika. Sio kazi rahisi, lakini tunajitahidi. Na hiyo yote sio kwa kusema kwa radio ama kwa mitandao, lakini wakaaji wao wenyewe ukiwauliza wanaweza kupana ushuhuda nini ambao tumefanya. Tunajua tuna mengi ya kufanya. Ndio kwa maana kupitia hizi tax kidogo ambayo province na viongozi wa chama wamesema wamerudisha kwa territoire na kwa usultani wa Bukumu, tuna program ya mwaka huu ambao tunataka kuanza mwaka 2026. So tuna miradi nyingi tunataka kujenga. Kuna maofisi, kuna mamikoa, magroupement ambazo hazina maofisi mpaka sasa, inatubidi wawe na maofisi. Wa chef de groupement wetu wote kupitia plaidoyer yetu tumefanya kwa liwali, amewapa pikipiki. Hao ndio wa chef de groupement wao peke. Mahali kote ambao ARC imegomba wamepewa pikipiki. Hiyo ni kwa sababu ya usujaa ambao wametuona ndani. Na tutajikaza hiyo usujaa na mabadiliko yafike pia kwa wa chef de localité, wa chef de wa notable, waone kama kuna uongozi bora mpya ambao unawahangaikia. Sababu hiyo wakati ya serikali ya Kinshasa walikuwa wakionea viongozi, mkaja angeliweza kukupiga, angeliweza kumuonea, lakini sisi tumewapa heshima zao na tumeomba wakaji wetu kuwaheshimu na wanafanya kazi ipasavyo. Hii mwaka 2026 tuna programu nyingi sana. Wewe mwenyewe umefika kwa ofisi yetu, bado hakuna haijajengwa, ni tangu koloni uko hapo. Sasa tunawaza kuikarabati. Tuna watoto watoto ambao mayatima wengi hapa. Tuna watoto wanaokuwa na malali ya kula vibaya.
ama utapiamlo. So hiyo yote inaomba hao wamama wote tuwakusanye, tuwape pesa. Kama itakuwa 20,000 francs na territoire superviseur wetu wafuatilie hiyo miradi kidogo kidogo, ili pesa ambazo tuliwapa zisikufe bure. Tuna mradi kila mtu ajenge kashamba kamboga nyumbani, anapopiga chakula atie mboga kidogo, kuhimiza wakaaji kulala vizuri. Wengi hawalale kwa matela na ni shida sababu usiku ndio mtu anawaza. Mradi ambao utafanya mchana unaiwaza usiku, na ile ambao utafanya usiku kama uko mwizi unaiwaza mchana. Lakini kama wakaaji wetu hawalale kwa matela, unawaza kweli watasinzia? So hiyo yote ni maprogram, kufundisha watu ujenzi bora, kupata maji. Unaona Kibumba hapa maji itakuja, kufasi yote Kibati huko maisha ianze. Tutafanya makampuni kuwahimiza wakaaji, kidogo ambao tunapata tunawapatia miradi ambao wahifadhi maoni jikifika, tunawaambia mahali ambapo wanateseka, Rusayo, Mamuja, Munigi, wapi, ili territoire ione kabisa chama kimeleta mapinduzi, mabadiliko ya kweli. Lakini tuko kwenye revolution, ni sherti hayo ya kuwepo. Ukiwa kiongozi sio kusema utapata tu mayoneza ama rahatu, kuna pia tabu. Lakini hiyo tabu isikuache wewe urudi nyuma, inakupa usujaa wa kusonga mbele. Nimeshambuliwa zidi ya mara 3 katika mkoa huu, wakitaka eti waniue, lakini Mungu anajua sababu, aliepusha hiyo ajali isikue. So sio kusema tuna akili ama tuko werevu, lakini tuna mpango, tuna program nzuri. Tumepata wakaaji hapa ni wana utofauti na zingine mitaa ambazo mimi nimetembea. Wakaaji wa Nyiragongo wanaheshimu sana uongozi. Ukiwapatia yale ya usalama, unawafanyizia mradi kidogo, unawapenda, usiwaharasi, hapana kuwatrakase, watakupa yale yote ambayo unataka. We mwenyewe umeona watu wanafika, tunafurahi, tunaongozana, tukiwa mabaya tunapatiana shauri, tunafanya hivyo, na hiyo inanipa kunipa nguvu zaidi. Najua Nyiragongo ni mtaa wa upekee DRC ambayo hauna hata mtoni moja. Hiyo ninaona kwa nini Mungu ameima Nyiragongo mtoni. Inawaima mtoni, Mungu anawapa volcano. Na volcano ikiripuka, sisi sote tunaingia kwa changa Goma hata na penginepo. Lakini pia revolution ina mambo ya kwake. Inabidi kuheshimu sana, kuheshimu yale ambao viongozi wanakuambia. Hapana kwenda kinyume na sheria ya chama. Kuheshimu viongozi. Kuna mara wanakuita kwa simu, wakaaji nao wamepata shida. Saa mwingine unasema eti nifunge simu, lakini unasema wajeshi wiko kwa vita, nasi tunafanya vita za politics. Tunafanya vita tukiongoza vizuri yale ambayo wakubwa wa chama wanasema. Ni sisi wa administrator wa mtaa, wa chef de groupement, wa chef de chefferie na wengine wa kamera wenzetu ndio tunapita kupitia kwa vitendo. Na kama uvitie kwa vitendo utahukumiwa na utaadhibiwa na chama. Ndio Nyiragongo ya kazi yote ni kupata habari. Rwanda sio adui, Rwanda ni jirani. So hiyo mambo ambayo Kinshasa ilitaka kuleta chachu ndani ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini na Rwanda, hiyo yamekwisha. Sababu hapa Kibumba kuna Wanyarwanda walioolewa hapa na na Kibumba ambao wanaolewa Rwanda. Tumecelebrate mandoa nyingi hapa. So kwa nini sasa tubaguane? Pakibati hivyo hivyo, Buvira hivyo hivyo. So sisi tuko usalama na Rwanda. Wakaaji wa Rwanda wanakuja hapa, nasi tunakwenda kwao. Tunakusimulia leo hakuna shida. Na yule yeyote ambaye atataka kuleta shida kati yetu na Rwanda ataadhibiwa. Ruchuru na Rugari, unajua Rugari ilikuwa baza ya FDLR Foka niyo hapo. Tunajitahidi. Tangu nimekuwa hapa kumekuwa incidence moja ambao walishambulia gari tu ya Premitis. Lakini tumekamata mikakati zote sisi na local defense police na jeshi ambao sitaki kusema kwa media. So wajeshi wanafanya kazi zao na imeleta matunda. Kwenye mbuga la wanyama, unajua ndio hifadhi kuu la FDLR. Kuna operation ambazo zinapangwa. Na kitu muhimu kwa chama ni siri.
sababu sitakuja tunapanga hivi tunafanya hivi niseme kwa media. Lakini wanyama wanakuja. Mbogo zilikuwa zimekimbia sababu ya mabomu na silaha nzito. Sasa zikikuja ni kwa sababu kuna amani, lakini pia zikikuja zinaleta utatizo kwa wakaaji. Sasa tumezungumza na hiyo shirika ambalo linahusika kuchunga mbuga la wanyama la Virunga ICCN, waone namna gani kutia lupango file electric ili kuzuia manyama hizo kukuja kushambulia viazi. Hata mimi zimeshambulia shamba zangu zikikula, lakini inakatazwa kuua nyama hizo sababu zinaleta utalii hapa kwetu. Inaacha tourisme, watu wanakuja kutoka Goma, Bukavu, Kigali, Nairobi na fensi nyingine, Dar es Salaam, Ethiopia, Marekani na penginepo, wanakuja hapa kuona gorillas na hizo mabeef. So sisi hatuwezi kuambia wakaaji wawe gorilla ama wawe beef. Hapana, tunaziprotect. Tunafanya nguvu yetu, tunafanya suivi kwa ICCN ili warudishe hiyo lupango ambalo imebomolewa, na wametuahidi, wamesema tayari wamekusha pana command kwenye South Africa na vinasafirishwa, vikifika tayari Kenya vitaingizwa hapa na wanaanza kazi hapa Januari Februari. La mwisho maji tumefanya pledoari kwa governor wa jimbo liwali mheshimiwa Bahati Musanga Erasto, yeye mwenyewe alifika hapa akapana ahadi, na kazi zinaendelea. Ukifika ukitembea, wanaboresha TO3, wanajenga maborne fontaine. So au plus tard le 10 janvier watu mutakuja hapa kufungua robine ambayo inatiririka maji. Hiyo sio mambo ya kujitapa tu sawa wakinoa wa kusema. Sisi tukisema tayari kazi ipo inafanyika. Kwa moto wa umeme, unajua tangu moto wa umeme tumezungumza na ICCN, itatubidi kukutana na wakaaji tuzungumze, na tayari tumekwisha kutia ile makomite pa Buhumba, pa Kibumba, ili watu waone kama moto wa umeme itapanda tiku mpaka kwa Rwanda. Sababu wakati Rwanda inawaka, sisi tukikiwa hapa kwa giza, inaonekana kama wao ni werevu, ni wana akili sana kutushinda. Na sisi tunafanya competence. Hapana competence ya risasi, lakini competence kwa maendeleo. So tunaingia mwiyo na najua hiyo yatafanyika. Kwa leo wakaaji, unajua ni mwisho wa mwaka. Tumepita kwa magumu nyingi, watu ndio walikuwa wametoka Kanyaruchinya, wamekuja hapa tukawafundisha kulima viazi, wamoja wamevuna, wengine unaona wanaanza kujenga manyumba mapya, wengine wanapandisha magorofa. Hiyo yote inaonyesha kama sura ya amani imerudi. So watu basi tumetoka kwa ukimbizi, tumepata stress za bombu, sokoi, drone na char de combat. Kwa nini watu wasienjoy kama Mungu ametufurahisha kufikia hii mwisho ya mwaka? So watu wamekuja, tumefurahi, tumechangia, na itakuwa hivi. Na watu wakikaa pamoja wakichangia, chuki na gawanyi inapunguka. Watu wanapatiana habari, sababu mtu ambaye umechangia naye kumupangia mabaya inakuwa vigumu sana. So hii kiltiri ya kuketi, kuzungumuza, kuchangia, kucheza pamoja, kuzungumuza mila, kukumbushana mambo ya zamani, itaendelea mpaka nyakati zote nitakuwepo hapa. Sio kusema ni mambo ya pesa, tuna pesa, lakini kidogo ambayo tunayo tunachangia na wakaaji wetu. Mambo ya bongo, nikitembea watu wanalima, wamoja wamevuna, maragwe inakomaa, mihindi inakomaa, shuzi kwa kusoko, yote iko sawa. Sijui wanalima wakifurahia amani. Mtu anatoka leo shambani saa 12, hakuna risasi, ukitumia chupa yako nakutana na jeshi, police, local defense na kusindikiza nyumbani kwako. Sio tena kukuona kilicho, sio kukuchamba, sio kuambia we ni nani. Ndio kwa maana watu naona wote wana moral. Asante sana Mheshimiwa Efraim.